Naam, nikukaribishe tena mwanafamilia wa Mapro Media katika segmenti ya kimichezo kutokea hapa ndani ya channel yako pendwa, channel namba moja ambayo inakujuza mengi ambayo kwingine huwezi kuyapata. Nikujuze na nikusihi wewe mwanafamilia ambaye bado hujiunga nasi, kubonyeza neno subscribe ambayo iko chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na taarifa muhimu ambazo zinatokea hapa. Yes. Katika segment hii bwana, tunagusia taarifa ambayo inamhusisha mmoja kati ya wachezaji hatari na nguli kwelikweli kutoka pale katika kikosi cha Azam FC, na huyu si mwingine ni Faisal Salum almaarufu kama Fei Toto. Anahusishwa na ni taarifa rasmi kwa sasa kwamba tayari amekamilisha taratibu zote kurejea katika kikosi cha Yanga, timu ambayo aliitumikia katika kipindi cha nyuma kabla ya kutimkia kule Azam FC. Ikumbukwe Faisal Salum alienda Azam FC akiwa katika sintofahamu na uongozi wa klabu ya Yanga, na kama unakumbuka vizuri swala hilo lilifikia mahala hadi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliweza kuwasihi upande wa Faisal pamoja na upande wa viongozi wa Yanga wakae meza moja na walimalize haraka iwezekanavyo, na mwisho wa siku tukaona kweli Young Africans wakaridhia kumwachia Fei Toto kwenda Azam FC kwa dau ambalo lilitajwa ni dau kubwa kwelikweli ambalo liliweza kufanikisha usajili huo. Sasa baada ya usajili ule tuliona kwamba Faisal na viongozi wa Yanga ni kama kulikuwa na kutoelewana ama kulikuwa na sintofahamu ambayo wengi waliamini kwamba haitotokea tena Young Africans kuhitaji huduma Faisal na wala Faisal kuweza kurejea Young Africans, lakini mambo yamebadilika. Tuliona kuanzia msimu uliopita Faisal alikuwa mara kadhaa akimposti Engineer Hersi Said, lakini pia akionyesha kwamba wanawasiliana mara kwa mara na kuonesha kwamba tayari zile tofauti sasa wamezimaliza, lakini msimu huu ni rasmi sasa Faisal Salum anarejea Yanga, kwa sababu ukiangalia posti ya juzi ambayo waliposti klabu ya soka ya Yanga katika official account yao ya Instagram, waliposti TBT ambayo inaonyesha moja ya goli zuri sana ambalo lilifungwa na Faisal Salum, na wakisindikiza na caption inayosema kwamba kumbukumbu muhimu sana kwa klabu ya Yanga, ni moja kati ya magoli adhimu na magoli bora kuwahi kutokea kufungwa na mchezaji hatari wa ligi kuu Tanzania bara, NBC Premier League. Sasa ukiconnect doti unagundua kwamba ni kwa nini Young Africans wameweza kumposti Faisal Salum kipindi hiki, ni kwa nini wamesindikiza na caption ambayo inaonesha kumsifia mchezaji huyo, ili hali alikuwa anahusishwa na klabu zingine kama za Simba. Sasa utagundua kwamba ni wazi Young Africans wamekamilisha usajili huo na very soon wanakwenda kumtangaza mchezaji huyo Faisal Salum kama sehemu ya kikosi cha Yanga. Kwa hiyo kwa wale ambao walikuwa na doubt kwamba pengine Faisal Salum hawezi kuja kuchezea tena Young Africans ama pengine bado ana tofauti na viongozi wa Yanga, basi wanakwenda kuumbuka, kwa sababu baada ya kufunguliwa kwa msimu wa dirisha kubwa la usajili NBC Premier League, Young Africans wanakwenda kumtambulisha Faisal Salum kama moja ya wachezaji wazawa ambao wanakwenda kutikisa taarifa za sajili ambazo zitakuwa zikiendelea. Kwa hiyo tutamwona Faisal Salum tena akiungana na Stefan Aziz Ki ambaye tayari rasmi amesharejea kutokea kule nchini Libya, na hata juzi tulimwona katika mchezo wa Samakiba ambapo aliweza kucheza pia kama sehemu ya wachezaji ambao wamekubali kujitoa kwa ajili ya jamii. So yupo nchini Tanzania tayari, ameshakamilisha makubaliano na upande wa Young Africans na anasubiri tu kutambulishwa rasmi endapo dirisha la usajili litafunguliwa. Kwa hiyo Faisal Salum Fei Toto kwa mara nyingine tena anakwenda kucheza na Stefan Aziz Ki, ambapo tunakumbuka kabla ya kwenda Azam FC aliweza pia kucheza. Wachezaji hao walicheza pamoja na tuliona namna ambavyo walikuwa wakibadilishana namba na namna ambavyo walikuwa wakitengeneza chemistry yao ambayo ilikuwa ni faida kubwa kwa kikosi cha Yanga. So ni rasmi Faisal Salum ni mali ya Yanga. Nini maoni yako? Tuandikie kwenye comment section, lakini pia nikukumbusha kubonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na taarifa muhimu ambazo zimekuwa zikijiri na zimekuwa tukiziweka hapa kila siku. Asante na kwa heri, tukutane next video.